Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another broadcast of Life for All Institute. Tema geral, Gênesis, o princípio. Karibuni tena kwa ujumbe mwingine kutoka kwa taasisi ya uzima kwa wote. 4, Abraão resgata Ló, Mada kuu ni mwanzoni. homens nascidos em sua casa. Message 24. Abraham rescues Lot with 318 men Ujumbe wa 24. in his own home. Abrahamu Bíblia, Gênesis 14, amwokoa Loti akiwa na watu 318 ambao walikuwa katika boma lake. Nós estamos lendo Na tunasoma Mwanzo 14 a palavra do Senhor. kuanzia mstari wa kwanza mpaka 24. We are reading and also listening to about the life of Abraham. Enquanto que na geração dele não havia Tunasoma na kusikiza kuhusu verdadeiro, maisha ya Abrahamu. Who would worship true God in Abraham's generation. enquanto que todos os Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anaabudu Mungu wa kweli katika nyakati za Abrahamu. His generation would worship false gods. havia uma inquietação em único homem, Wengine katika kizazi chake walikuwa wanaabudu miungu ambao si wa kweli. Something bothering Abraham's heart in his seeking of the true God. isso nós podemos ver em Salmos Na kulikuwa kuna kitu kinasumbua moyo wa Abrahamu alipokuwa akitafuta moyo wa Bwana. Verse 2. na geração de Abraão, do céu olha o Na Senhor tunaweza ona hayo katika Zaburi 14 mstari wa From heaven, pili. all the children of men, para ver se há quem entenda, se há quem kwamba Mungu anaangalia chini kwa wana wa binadamu. stand, seek God. se há quem entenda por que Deus criou o homem, Kuangalia kama kunaye anayetafuta uso wa Bwana. Or anyone who understand why God created man. mas ele não encontra ninguém que busque a ele. Na kama kunaye ambaye anajua ama kuna ufahamu kwa nini Mungu aliumba binadamu. Who seek him. Todos correndo atrás dos seus próprios interesses. Na aoni yeyote ambaye anamtafuta. O que Deus deseja, Kila mtu anatafuta njia zake. os céus e a terra. Nobody is concerned about what God desires, the God who created heaven and earth. Mas graças a Deus que havia Hakuna mtu alguém diferente. ambaye anatafuta ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. He was seeking God. Lakini tunashukuru kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa tofauti, ambaye alikuwa anatafuta Mungu, De Ur dos Caldeus. And took him out of na Mungu wa utukufu alijitokeza kwake De Canaã, a terra que lhe foi na akamtoa kutoka kwa nchi ya Ur ya Chaldia Então nós chegamos até na akamleta katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. So we have arrived to the chapter 14 of Genesis. No entanto, o capítulo anterior, Na capítulo sasa 3, tumefika katika observa Mwanzo 14, uma separação de Abraão com Ló. However, the previous chapter talks about a separation between Lot and Abraham. lakini katika Ao Deus verdadeiro, sura tuliyosoma kwanza ilionyesha kwamba Abrahamu alitengwa na Loti, ele conhecia o Deus Altíssimo que fez o na céu Abrahamu alitafuta uso wa Mungu wa kweli na alitafuta mapenzi ya Mungu huyo. Heavens and earth. e mais do que isso, ele cria que Deus era Alijua possuidor. Mungu ambaye alitengeneza ama aliumba mbingu na nchi. That he believed that God possessed heavens and earth. O dia que Deus o chamou, ele entregou toda a sua vida Na aliamini kwamba Mungu alikuwa mwenye mbingu na nchi. confiou-lhe o seu futuro. And he entrusted his Na future wakati Mungu alimuita, Abrahamu alipeana maisha yake yote kwa Mungu A esse Deus na verdadeiro, segundo akapatia Mungu maisha yake From yote. that point on, he would follow the true God according to his word. nós já vimos que depois que ele passou
por Egito, na ainda kuanzia que hapo tenha akafuata Mungu fraquejado na questão kwa de ir kila até o kitu. Egito, We saw that after he passed through Egypt, even though he was weak when he went down to Egypt. mas Deus o abençoou por causa do seu coração. But God blessed him Na because of his hata heart. kama tunaona alienda Saiu do Misri Egito akiwa na um homem udhaifu, muito rico. And he Mungu left Egypt bado as a alimbariki very kwa rich sababu ya man. moyo wake, Desde o início, quando Deus o chamou para ele deixar a sua na terra, alitoka Misri akiwa amekuwa na mali mingi sana. trouxe consigo parente, Ló. But since the beginning, when God called him to leave the house of his father, he brought with himself his nephew Lot. Ló não tinha o mesmo coração de seu tio. And Lot Na did not kuanzia have the mwanzo same Bwana heart as his alimwambia father. atoke kwa Não nyumba tinha a ya mesma baba yake, pureza, não tinha lakini alifuatana na Did not Loti, have the same na purity Loti hakuwa na moyo kama wa E babake Ló buscava ama moyo ainda wa Abrahamu. seus próprios interesses, principalmente Hakuwa na a sua posse, hakuwa na imani na hakuwa mtu ambaye alikuwa na possessions on earth. utakaso. Portanto, nós vimos dois homens caminhando juntos, Loti mas com alitafuta mali com interesses yake mwenyewe na utajiri wa hii dunia, Men walking together, but with different purposes, different visions. E Ló, ele também se enriqueceu kwa hivyo tunaona watu wawili wakitembea pamoja, lakini wakiwa na maono tofauti. Following together with his uncle. toda a sua bênção vem de estar perto do seu tio. Lakini tunaona pia Loti alipata kuwa na mali mingi kwa sababu alikuwa anaenda na mjomba Ele wake, também, de tabela, teve seus na Loti alipata utajiri huu kwa sababu alikuwa karibu na mjomba wake Abrahamu. And he also had his flocks, his cattle, and his group of shepherds. Então a terra em que estava Abraão e Ló, Na pia alikuwa na ng'ombe wengi na mifugo na wafugaji The wengi, land where Lot and Abraham were dwelling could not support both groups. porque teria de ter separadamente grupo. na mahali ambapo wote walikuwa wanaishi, kwa sababu ya mali ambayo walikuwa nayo, mifugo hiyo haingeweza kustahimilika wakiwa pamoja. Of Lot and another one for Abraham. Assim com gado e também com os pastores. And Kwa sababu kulikuwa na vikundi viwili, kimoja cha Loti na kingine cha Abrahamu, De sorte que não podiam habitar na hata wafugaji bado walikuwa tofauti, wa Abrahamu na wa Loti. not dwell together. não podiam habitar juntos. They could not Na Biblia inasema kwamba hawangeweza kuishi kwa pamoja, Trazer Ló, que não wote hawangeweza kuishi tinha pamoja. a mesma visão. So Abraham realized that was a mistake to bring Lot along with him because he did not have the same vision. E disse ao seu sobrinho que eles tinham que se Na separar. Abrahamu akagundua kwamba kwa sababu hawakuwa na maono sawa, alifanya makosa kukuja So he told his kuja nephew that they na had to, Loti. go different ways, and he allowed his nephew to choose which way he would go. Se ele fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda. Na akaamua kwamba Loti atafute njia ingine ya kufuata, na akampatia nafasi ya kuchagua akiwa wa kwanza. Viu toda a campina de Jordão. Na Loti akiamua kwenda mkono wa kulia, yeye ataenda wa kushoto. So Lot, he realized that the plains of Jordan, they were Na Loti akaona sehemu ambayo ilikuwa inamfurahisha aquela vida mais ni ile chose ambayo ilikuwa ni pahali pa kumetanda Pouco a karibu na pouco, Sodoma. foi se mudando Ali até entrar na cidade alitafuta de njia Sodoma. ya tambarare ambayo ni maisha ambayo ni rahisi. arrived to the city of Sodom. Capítulo 13, versículo 13 de Gênesis fala que os homens de Sodoma Lakini kwa muda aliendelea kukaribia kwa karibu mji wa Sodoma. Verse 13 of Genesis says, "But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord." apartando-se de Abraão, Ló Na Mwanzo 13:13 inasema wale walioishi Sodoma walikuwa
na departing from dhambi Abraham, nyingi little by little, Lot kwenye went anasa. to live in a city full of wicked and sinful men. A consequência disso foi trágica. Na Ele perdeu inaonyesha kwamba a esposa kidogo com kidogo uma estátua de Loti Salomão, alifuata uma estátua pahali ambapo kulikuwa na Consequence of that was watu walikuwa he ended up wabaya losing his wenye wife, kufanya his dhambi beloved. nyingi, e de suas duas filhas ele obteve descendência. na tunaona alienda akapoteza vingi mpaka bibi yake akakuwa He had a descendants, the Moab, chumvi Ammon. ama jiwe la Uma chumvi, situação lamentável. A very na sad situation. Tudo porque ele watoto wake wa separou kike de Abraão, wakakuwa com quem estava a bênção. wakazalisha Moabu na Amoni, Abraham. ambao ni jambo la Uma kusikitisha. vez separados os dois, Deus então Na hii yote ni kwa sababu alijitoanisha na Abrahamu ambaye alikuwa na baraka. Now God could open his heart to Abraham. Isso também, irmãos, se aplica a nós. And this is also Na applicable baada ya wao kutengana, Mungu akafungua moyo wake kwa Abrahamu. Perceber como Abraão devemos obedecer a palavra de Deus, que ela mesma faria a obra de Deus. From 2017, we started realizing that we should believe in the word of God because the Lord Kuanzia is what does the work. mwaka wa Pedimos ao Senhor nos dá esse 2017 coração simples. tumegundua kwamba lazima tuamini neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu ndio linavyofanya kazi, To believe in the word and obey it. Sem acrescentar nada, sem subtrair nada, na tukaomba Mungu atupatie moyo mwepesi wa kuamini neno na kufuata neno kwa karibu. Anything, just executing the word of the Lord. Então, a partir de 2017, o Senhor nos abençoou muito. So from 2017, Tusiongeze ama kupunguza neno la Mungu, bali kufanya No entanto, o linavyotuambia. Senhor quer nos abençoar, queria nos abençoar ainda mais. Na kuanzia mwaka wa 2017 Mungu amekuwa akituongeza na kutuonyesha Ter njia certeza de que zaidi, todos hoje na estão Bwana engajados bado anataka nessa kutubariki luta, zaidi. são da mesma visão, mesmo coração. and the Lord needed to make sure that everybody is engaged on this fight with the same vision. Nós não buscamos fazer a nossa própria obra. Na Bwana anataka kila mmoja awe katika shughuli hii tukiwa na maono moja. Corremos atrás dos próprios interesses, Tusifanye kazi zetu wenyewe, Our own interests. seja para buscar mais posição, hatuangalie mambo yetu wenyewe. Whether it is to seek more position, fame, or even money. Nós buscamos ter o mesmo coração puro de Abraão, de dia Ama kutafuta encontrar esse Deus kujulikana, verdadeiro, pesa servindo ama até ama watu kutujua zaidi, felicidade. We want to have the same heart of Abraham. ama sifa ya Find watu. the true God and serve him through our entire life. Tunataka kuwa na moyo ule ule We're wa not Mungu. seeking anything for ourselves. Parece muito semelhante ao que Paulo disse em Atos Hatutafuti capítulo kitu 20, ambacho para ni os cha presbíteros chetu de cha Éfeso. kibinafsi, Very similar to what Paul said in Acts chapter 20 to the Ephesians. Que nada considerava a vida dele na haya mambo preciosa ni para sawa na yale Abrahamu aliambia Himself. wana wa Israeli Vocês podem acompanhar Atos capítulo 20, kwamba That Acts ha- chapter 20, versículo 24. verse 24. Porém, em nada Tutaangalia considero a vida preciosa para Matendo ya mim mesmo. Mitume 24. None of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Isso é desde o dia que o Senhor nos chamou, nós não consideramos Mambo haya a nossa própria vida songeshi preciosa para pahali, kwa sababu si chukui maisha yawe yangu kivyangu. nós passamos a seguir ao Senhor, seguir conforme a sua palavra. Tangu Mungu alipotuite, hatuangalie maisha yetu yawe yetu ya kivyetu peke yake. We started following the Lord, following His word with simplicity, and we will go wherever He sends us. Tuliendelea kufuata neno, tukifuata Bwana katika wepesi, tukienda kule Mungu anatuongoza. Tunataka kumaliza He just wanted to mbio finish the hizi. ministry which he had received from the Lord to testify to the gospel of the grace of God. Para isso, ele pregou o reino
Paulo alitaka kumaliza mbio hizi ambazo alipatiwa na Bwana, throughout his whole entire ministry. Igualmente nós pedimos ao Senhor esse mesmo na ili kukamilisha mambo hayo alishuhudia kuhusu habari njema ya neema ya Mungu. We are not seeking anything for ourselves. Na hata sisi tunaomba Mungu atupatie moyo kama huo. Tusitafute mambo yetu ya kibinafsi. todas as coisas, Tunataka kupigania ufalme. primeiramente em nós, na igreja. First of all, in ourselves. Ndio Bwana aweze kuwa kichwa wa kila kitu. Servos, os seus cooperadores. Kwanza katika kanisa, Co-workers. E uma vez Ló se separando de sisi ni Abraão, watendakazi pamoja na yeye. Departed from Abraham. o que restou são os que têm a mesma visão, a Na mesma wakati Loti simplicidade. alijitenga na Abrahamu, Those who remained were those who had the same vision and simplicity as Abraham. Aí o Senhor quer nos abençoar mais ainda, só que agora de uma forma mais wale ambao walibaki ni wale walikuwa pamoja na moyo mmoja na Abrahamu na wakiwa na moyo wepesi kama wa Abrahamu. Gênesis 13, versículo 14, aconteceu Na Mungu alitaka kuwabariki kwa pamoja, lakini kwa njia kubwa zaidi. After this separation, Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, Mwanzo 13:14 ulikuja baada ya kutengana huo, kutenganisho huo. had separated from him. Lift your eyes now. porque de lado o Senhor Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako. de dar a terra de Canaã a Abraão e a sua descendência. Because on the one hand, God was repeating the promise he had made to Kwa Abraham. sababu kwa mkono mwingine Abraham and his descendants. Mungu alikuwa anarudia ahadi And now he was ambayo aliambia Abrahamu kwamba atampea urithi yeye na uzao O wake. Senhor Na sasa alikuwa anafanya mambo ambayo likewise the Lord is ni saying to us. yana ushawishi mkubwa. If even Akamwambia inua macho, promise, na sasa tunaona Mungu akituambia mambo zaidi precisa kwamba ser, precisamos tomar posse alitupatia we must take possession of this promise. ahadi, Então, na agora ahadi Deus nos ni dá ahadi, passo mais concreto. So now kwamba the Lord is lazima asking us tupokee to take a ahadi concrete hiyo. step. Ló se separou. Lot, the Na Mungu anatusaidia kufanya mpango wa kupokea ahadi hiyo. Ergue os olhos. lift up your eyes. Olha Bwana ametenga desde na onde sasa estás ako na para o uhuru. norte, para o sul, para o oriente, para o Inua Look from macho, the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. porque toda ukatazame terra que kutoka veio hapo eu ulipo, darei a upande ti wa a tua kaskazini na wa kusini. para sempre. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Aqui Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. It's repeated. farei a tua descendência com o pó da terra de maneira Hapa que tunaona se ahadi ikirudiwa. contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Aí versículo 17, levanta-te, versículo 17. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Mstari wa 17 unaendelea kuzidisha Versículo 17 fala, Mwendo. levanta-te, percorre essa ondoka, terra. Verse 17 says, inua "Arise, macho. walk in the land." Agora, irmãos, o Senhor nos pede para Mstari wa 17 unasema ondoka ukatembea katika Brothers and nchi. sisters, the Lord is asking us to lift our eyes through his prophetic word. mesmo que seja algo que parece Ndugu, ser impossível. Mungu anatueleza kwamba tuinue macho kupitia neno O lake. Senhor nos trouxe aqui nos Estados Unidos. The Lord Na hata kama inaonekana ni mambo hayawezekani, São 50 estados para Mungu alituleta hapa Amerika. states to be conquered. parece ser país difícil de se conquistar Kwamba pela tuko sua na dimensão continental. miji 50 ambayo tunafaa kuteka, maeneo 50, And we are just na inaonekana
kwamba ni nchi kubwa ambayo hatuwezi kuiteka But saints, we are not evaluating kwa sababu ni kubwa sana. Nós apenas acolhemos e cremos. We just receive the word Lakini and we sisi believe. hatuangalii neno la Mwenyezi Mungu. Olhos para olhar, nós olhamos. Sisi tunalipokea na kuliamini. Depois o Senhor nos mandou levantar-nos e Mungu perceber. alituambia tuangaze macho yetu na tuangalie nchi, E nós então obedecemos a sua ordem. Nós na Mungu akatuambia tuinuke na tutembee kwa hiyo shamba percorrendo essa ama kwa hiyo nchi. We are obeying his order. We arose and we are walking in the land. como vamos conquistar esse país continental. Na sisi tumetii amri hiyo na tunainuka na kutembea katika nchi hiyo. Quanto a nós obedecemos. Na sisi tunaweza teka vipi nchi hii? Tutaiteka kwa msaada wa Mungu. Aqui nos Estados Unidos. Sisi ni kutii neno lake. Who are in the United States. Deus então, além de nos prometer, ele pede para nós. Kwa hivyo watakatifu ambao wako hapa Amerika, Promising us, he is asking us to lift our eyes. Vamos parar de olhar para nossa própria ba, necessidade. baada ya kutupatia ahadi, anataka sasa tuangalie Parar kwa de macho. olhar somente para onde nós moramos. Tusiangalie mahitaji yetu sana. Where we live. Vamos olhar para essa terra que Deus prometeu nos dar. Let's look Tusiangalie pahali ambapo sisi tunaishi. God promised to give us. Ergue os olhos. Lift up your eyes. Em seguida, o que fazemos? Tuangalie lile eneo Mungu ametupatia tuteke, Não fique na parado. tuangalie macho, tuangaze kwa macho, Não continue a na tukishaona no seu lugar. tuinuke, tusikae, Vamos levantar-nos. Let's tusimame, Vem para SEAP. tusikue pahali ambapo tuko na starehe. Tuinuke, Vamos fazer. tuende katika GPC, come and see. Vamos participar do TCI. Let's participate. tuende kualika watu wakuje waone. Participar da missão família, Family Mission. Tuangalie katika vikundi za vijana, wazee, Da- Mission. tuangalie Let's join the mikutano ya majamii, Vamos aperfeiçoar-nos para sermos. tuingie promotores. katika kazi za umishonari, Let's arise. E vamos na tuweze kuimarishwa, tukue kopota. The land. onde você percorrer, Deus te dará. Wherever Tutembee katika nchi, Levanta-te e percorre essa terra no seu mahali comprimento e popote na sua largura, unapopitia porque Mungu eu atatupea. darei. arise, walking the land through its length and its width. E Abraão, I give it to you. e Abraão Tuinuke, mudando suas tendas, foi a Ondoka Agar, ukatembea katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, Hebron, e levantou a maana nitakupa wewe nchi hiyo. Then Abram moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre. Basi Abrahamu akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyomo Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Find the location. Depois, Hivi karibuni Deus nitawaonyesha derrama em seu mepu coração, capítulo ili muweze 14, kuelewa. Acontece uma situação em que Deus pôde operar milagre. After opening up his heart, God opening up his heart, a situation took place in chapter 14, É uma guerra de 4 reis contra 5 reis. which was Baada ya Mungu kufungua moyo wake, kuna jambo ambalo lilitokea katika sura ya 14 Capítulo 14, versículo 1. Sucedeu naquele tempo ambapo ni vita vya wafalme wanne wakipigana na wafalme watano. que Dorlaomel, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. chapter 14, verse 1. And it came to pass in the days of Amraphel, king of 14 mstari wa kwanza, ikawa siku za Mrafeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Erisari, na Kedolaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu. Mostrar para vocês é que esses 4 reis Ni majina magumu kusoma, reis da região da Mesopotâmia. But I wanted to show you that these 4 kings, they were from the region of Mesopotamia. Ó, eu vou ler aqui o que eu preparei, mas você não precisa guardar, tá? na wafalme hawa wanne walikuwa wametoka sehemu ya Mesopotamia. To remember that. Anrafel é rei de Sinar,
nitasoma mambo ambayo nilikuwa nimetayarisha na si lazima uyakumbuke. is the king of Shinar, on the southern part of Mesopotamia. mais tarde conhecida por Babilônia. And later on, this is known Emrafane alikuwa mfalme wa Shina, onde Abraão saiu. na ni sehemu ambayo inajulikana kama Babiloni, Esse é dos reis. O rei Elazar na huko ndio Abrahamu capital alitoka. de reino sujeito a Elão na Caldeia. there was one king. Another one is the king of Elazar, which is the capital of a kingdom under Elam. Na kuna mfalme mwingine ambaye anaitwa Arioko ambaye alitoka katika ufalme wa Elazari, Uma antiga civilização no sudoeste do atual Irã. And Kedorlaomer, he was the king of Elam, which was an ancient civilization in na Kedorlaomer southeast area, which alikuwa mfalme wa Elamu ambayo ilikuwa ni ufalme wa kizamani Ele ambao era ulikuwa mais forte kusini, e dominava a região que é onde está o atual Irã. Kedorlaomer, he was the strongest king back then, and he ruled a region which now is Iran. Kedorlaomer alikuwa mfalme aliyekuwa na nguvu zaidi, Hoje é o na alikuwa katika sehemu ambayo kwa sasa tunaita ni Irani. Today is Iraq. E o Tidal, rei de Goim, é termo hebraico Na Shinari ambayo ni Babiloni ilikuwa Iraki kwa wakati huu. povos ou nações que não são judeus. And Tidal is the king of Oin, which is a Hebrew expression for Na Tedali alikuwa mfalme ambaye not kwa Kiebrania Não se sabe a inamaanisha localização exata, mas era aliado ni watu ambao hawakuwa Wayahudi. their exact location. Alikuwa mfalme wa watu But wa they nje. were allies of the king of Elam. Kwa hivyo mahali ambapo alikuwa anatawala, mahali hasa alikuwa anatawala haijulikani. 5 reis locais onde estava Abraão. So these 4 kings, they were from the Mesopotamian region, and they Kwa conquered hivyo wafalme hawa wanne who were in the walikuwa wametoka mahali panaitwa Mesopotamia, Eles dominaram aquela na walikuja wakateka falme ya pale Abrahamu alikuwa anaishi. Os 5 reis se rebelaram. So they conquered and they ruled that region for 12 years. But at the last, the 13th year, the 5 kings. Kwa hivyo walikuja wakateka mahali pale kwa miaka 12, Sodoma na baada ya miaka 13 wafalme wale wakainuka wakipinga utawala wa hao wafalme wanne. And there he was the king of Sodom, and along with Gomorrah, they were cities located in the plain close to the Dead Sea. Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Na hawa wengine walikuwa wa Sodoma na Gomora, walikuwa karibu na ziwa ambalo tunalita ni ziwa lililokuwa limekufa Was the king of ama bahari ya chumvi. which was a city close to the region of the Dead Sea. Semebe, rei de Zeboim, uma das cidades Bera alikuwa mfalme wa Sodoma na Birsha alikuwa mfalme wa Gomora, na walikuwa chini karibu na bahari Zeboim e Bela, ambayo ilikuwa mencionada planície ni bahari ya chumvi. de Bela, Zoar. And Shember was the king of Zeboim, and they formed a group of 5 cities: Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, and Bela. Shemeberi mfalme wa Seboamu na mfalme wa Bela ndio Soari, na walifanya ushirika wa falme 5. That region. Na ningetaka muweze kuona map hii. Abraão foi morar em Hebron. So Abraham was in this region. E os Ukiangalia kuna picha ya sehemu hizo hapa nyuma yangu, And the 4 kings, na unaweza ona jinsi, Aqui estava Ur dos Caldeus, unaweza ona is located. wafalme 5 jinsi walivyokuwa katika Babylon is over. sehemu hiyo ya Mesopotamia. toda
essa aqui é a região da Mesopotâmia na norte tunaweza ona Babilonia iko sul da pale, So Mesopotâmia. here is the whole region of Mesopotamia, the north and the south. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus na tunaweza e foi até sehemu Arã. yote ya Abraham Mesopotamia left ya Ur of the kusini na Chaldeans kaskazini, off to Haran. Foi de lá que ele cruzou o rio Eufrates, virou o primeiro hebreu. And over there, na across the Euphrates, Abrahamu alitoka kutoka became a Hebrew. Uru E veio mpaka para essa akaenda, região de Canaã. And he went down to this region of alitoka Canaan. akapita katika Damasco é mto wa a Síria de Euphrates hoje. Damascus is a na Syria akaenda of today. katika sehemu hii ya Kanani, Over here is Israel of our days. Aqui, na Damasko aqui é ni onde está Syria Iraque ya hoje. wakati huu, That location is where Iraq Síria por aqui, and Syria, perdão, na tunaona mahali ambapo Iraki ilipo, Irã, tá? Então toda essa região, Irã está aqui, né? na tunaona mahali ambapo Irani ipo. Toda essa região que é a Mesopotâmia. all this region is Então, Mesopotamia. Tunaona Irani iko mahali pale, fortes e dominavam os 5 reis na sehemu hii yote ni Mesopotamia. Mar Morto. Isso aqui é o Mar Morto. All those four kings, they were very strong and they ruled over these 5 kings who lived in this area of Na tunaona hawa wafalme wanne walikuwa na nguvu sana, kwa sababu walitawala sehemu hii yote ambayo tunaona hapa. Abraham went over to Quando ele Shechem. chegou You remember, da right? terra de Canaã, chegou a Siquém. When he arrived to the land of Na Abrahamu alipitia mahali pale ambapo kunaitwa Shekemu. E Ebal. and over there he Alipoingia katika sehemu hii ya Canaan, aliingia mahali ambapo kunaitwa Sikemu, Nós comentamos ontem na primeira mensagem. and we na alikuwa katikati ya milima miwili, Jerakim Suas na tendas até Betel. Ebal. and he moved his Ebali. tent to Bethel. Betel de lado e Ai de outro lado. Bethel on one side. na alitoa E hema yake akaenda Betheli, colocou sua tenda aqui em Hebron. And now it says that he set up his tent in Hebron. na sasa Jerusalém está por ali. Jerusalem is in between. na tunaona alitengeneza hema yake Hebron, So Hebron is on the south. na tunaona Yerusalemu iko katikati yao. Aqui, supostamente hoje, Kwa hivyo tunaona Hebroni alikuwa kusini mwa Yerusalemu. Supposedly today, because Sodom and Gomorrah, hoje they supõe-se que isso aqui é Mar were in ruins, Morto. disappeared. Sodoma e Gomorra esteja nessa região. So this is the Dead Sea. Kwa hivyo And, kwa wakati huu Wabiloni ziliharibika zote Pode ser kwa wakati nessa huu, região ou pode até na ser tunaona durante o curso do Rio do Jordão. it could, Isso aqui é o Rio do Jordão. kwamba could be located in this region or by the Jordan River. Só para vocês se localizarem. na tunaona isso aqui é Mar da Galileia. sehemu hizo zinaweza kuwa bado ziko katika Jorodani ama katika sehemu hii ya Galilea. Galilee Sea. Que é a nascente do Rio do Jordão. This is Sehemu hii ndio inajulikana kama Galilea, Mar da Galileia and you have the Galilee ambapo desce até Mar Morto. mto wa Yordani unaanzia, E o Mar Morto na está a tunaona 400 metros bahari ya do mar. Galilea, Dead Sea is Galilaya, 400 meters level under the sea level. Tão baixo que essa água na do bahari Mar ya Morto não chumvi sai mais. It is iko so chini low kabisa, the level that any water chini going there ya is bahari. not gonna go out. E ali há uma concentração muito grande de sódio. na iko chini sana mpaka maji ikiingia pale hayawezi toka. And there is a large concentration of salt, and that's why it's named the Dead Sea. Então Sodoma e Gomorra Na estavam nessa hapo região. kuna And so Sodom and pahali ambapo kuna were located in Aqui this é lugar bem chumvi mingi mpaka inajulikana kama mahali ambapo E Hebron ni bahari iliyokufa, fica no alto. and Hebron. na iko mahali pa chini sana, Então Abraão morava num lugar alto. na Abraham used na to live Hebroni in a iko mahali palipoinuliwa, palipoinuka. and Lot chose to. Abrahamu aliishi mahali ambapo Então, agora kumeinuka, vamos ler a história. So now let's read the story. na Loti alipenda kuishi katika mahali ambapo palikuwa na tambarare. Então, tiveram Na uma wacha ideia? tuendelee Deu para ter uma na ideia? historia vile inavyosema A good picture now. Muito bem, então vamos lá. na hadithi. Aí, Wacha tuendelee na hadithi versículo sasa. 3, Mko na todos picha eles kamili se ya yale ajuntaram no tunayonena. vale de Sidim, que é o mar salgado. Mar salgado aqui é mar morto.
Verse 3. All these joined together in the valley of Siddim. That is Mstari wa 3. which is the Dead Hawa Sea. wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya chumvi, ambayo tumesema ni bahari iliyokufa. 12 years they served Kedorlaomer, and in the 13th year Miaka 12 walimtumikia Kedorlaomer, hata mwaka wa 13 wakaasi. É país que antecede Irã. So just keep in mind that Kedorlaomer, he was the king of Elam, which is the Nataka ukumbuke now Iran. Ao 14º ano veio Kedorlaomer. ni alikuwa mfalme wa Elam, ambao tumesema ni Iran kwa wakati huu. Norte, Canaim e aos Zuzins de An e aos Emins de Savé Kiriataim. In the 14th year, Kedorlaomer and the kings that were with him. Na mwaka wa 14 akaja Kedorlaomer na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakawapiga Warefali katika Asterothi Kinaimu, na Wazuzi katika Hamu, Esses povos na Waemi katika Shawe Kiriathaimu. eram gigantes. All these people, these tribes, they were giants. Era semelhante ao gigante de Gênesis. Hizi kabila zote zilikuwa ni kamila ya majitu, Vocês se lembram que em Gênesis 6 o Senhor falou que naquele tempo na walikuwa ni majitu ambayo yalikuwa kama wale walikuwa katika Mwanzo 6. E depois também teve. Do you remember that in Genesis 6, the Bible says that there were giants, mighty men that used to live back in that time, but Na after that. na mnakumbuka kwamba katika Mwanzo 6 kwamba kulikuwa na watu majitu ambao walikuwa watu hodari ambao waliishi nyakati hizo, na sasa wanaishi katika nyakati hizi. Giants, they were born. E dos fatores de Deus ter enviado o povo de Israel para Na kunaonekana kwamba kuna mambo yalifanyika ambayo sio sawa, na kukatokea watu ambao ni majitu ama watu wa hodari kama wale walikuwa God pale. sent the people of Israel to conquer the land of Canaan because there were giants there, and the people had to conquer that land. Então, o mar salgado é o mar Na sababu kubwa ya Mungu kuwatuma wana wa Israeli Kanani ni kwa sababu kulikuwa na hawa majitu ambao lazima wangewekwa chini ya mamlaka ya Mungu. 400 meters below the sea level. como disse, cuja água possui uma das mais altas concentrações. Na bahari hii ya chumvi tumeona ni bahari ambayo iko chini, ambayo tunaita ziwa lililokufa, liko chini. 5%. Hoje, o Mar Morto está rodeado por montes Na maji hayatoki, kwa hivyo chumvi hiyo iko na chumvi nyingi sana. onde ocorreu a batalha nas proximidades da cidade de Sodoma e Gomorra. So today, this Dead Sea is surrounded by mountains and is located in the valley of Siddim, where that battle took place. Então vamos ler aqui, versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma Na tunaona ziwa hilo limezungurwa na milima, e de Bela na liko katika sehemu hiyo ambapo kunatokea ile vita ya Sidimu. contra eles no vale de Sidim. Let's read verse 8. And the king of Sodom, the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of... Na tusome mstari wa 8. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela, ndio Soari, wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu. Liderança de Kedorlaomer, rei de Elão. But the 5 kings did not overcome the 4 kings under the leadership of Kedorlaomer, king of... Wapigani na Kedorlaomer, Versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava mfalme wa Elamu na Tidali, hawangeweza kuwashinda. de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram cada para monte. Verse 10. Now the valley of Siddim was full of asphalt pits, and the Mstari kings of wa 10. Sodom and Gomorrah fled. Some Na fell bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami, nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko, nao waliosalia wakakimbia milimani. all the gods of Sodom and Gomorrah and all their provisions and went their way.
Quatro reis venceram cinco wakachukua reis, mali zote za tomaram Sodoma os bens na de Gomora na Sodoma, vyakula vyao seu vyote, mantimento, wakaenda zao. comida, né, e foram embora. So the 4 kings overcame the 5 kings, and they took all their provisions and Kwa went hivyo away. Eles também levaram Ló. And they Kwa hivyo also wafalme took wale Lot. wanne wakawashinda wale wafalme watano, na wakachukua mali yao yote na wakachukua pamoja na Loti. Dos seus bens e partiram. Verse 12. They also took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom. Mstari wa 12, Departed. wakamtwaa Lutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekaa huko Sodoma na mali yake, Then wakaenda Lot, zao. who had escaped, came and told Abram the Hebrew. Abraão era Mtu conhecido mmoja como o aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania. aquele que cruzou o grande rio Eufrates, Abrahamu alijulikana kama Mwebrania Euphrates. que abandonou a sua vida na terra dos ídolos, aliyevuka mto veio para a terra wa que Deus Yufreti. prometeu em Canaã para servir ao Deus verdadeiro. He abandoned his life in the land of idols and came to the land of Canaan to serve the true God. E Abraão habitava junto dos carvalhais. Aliacha waabudu misanamu sehemu aliyotoka, akavuka mto ndio aishi Kanani akiabudu Mungu wa kweli. Abraham dwelt by the terebinth trees of Mamre. Manre, o dono da terra. So Tá? this terebinth trees Naye alikaa katika mialoni ya Mamre, Irmão de Escol e de Aner. yule Mwamori. Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner. Então os três, Manre, Escol e Aner, Yule Mwamori ndugu ya Eskoli na ndugu ya Aneri. Eshcol and Aner, they were allies of Abraham, with Abraham. ouvindo Abraão que seu sobrinho Hao estava watatu, preso, Mamre, Mwamori When Abram na heard Eskoli, that his ama brother Mamre, was taken Eskoli na Aneri saíram walikuwa na mapatano. 318 homens dos mais Abrahamu aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, e os perseguiu até Dan. he armed his 318 trained servants who were born in his akawapa own house. silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318, Like a joke, right? akawafuata Abraão saiu com mpaka Dani. 318 homens Inaonekana kama ni mzaha iko hapa. contra os exércitos dos 4 reis que acabaram de ganhar dos 5 Abrahamu alienda na watu 318 peke yake. Just overcame 5 kings. Acontece Anaenda esses kupigana na wafalme ambao wameshinda wafalme 5. casa de Abraão. But these 318 men were very well trained, and they were born in the house of Abraham. E o Senhor lhes deu vitória. And the Lord Lakini gave them hawa 318 walizaliwa katika nyumba ya Abrahamu na walikuwa wamefunzwa vita katika boma hilo. Esquerda de Damasco. He divided his forces against them by night, and he and his servants attacked them and pursued them as far Na as Hobah, walikuwa which is wamefunzwa Trouxe de na novo todos akajipanga os reis akipigana nao usiku, yeye na watumwa wake, akawapiga akawafukuza mpaka Hoba. brought back all the gods, and also brought back his brother Lot and his goods, as well as the women and the people. Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Mambo haya si ni ya kufurahisha sana. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. And the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shavat. Abrahamu aliporudi kutoka After his return kupiga kiloma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. know how to thank Abraham. Mfalme Já tinha sido mfalme wa Sodoma hakujua jinsi ya kumshukuru Abrahamu. todo sendo levado, né, pelos 4 reis. He had been defeated, and all his provisions were taken away by the 4 kings. E Abraão, com 318 homens, conseguiu
alikuwa ameshindwa na mali yake yote ilikuwa imechukua na wale wafalme. But Abraham with 318 men, he defeated these 4 kings and also was bringing the goods and all the people back. Vocês parecem Na Abrahamu kwa kutumia tu watu 318 aliweza kushinda wafalme wale na akarudisha mali yote ambayo ilikuwa imetekwa. Just like Abraham. segundo uma visão, chamamento do Senhor. You came to the Sisi United tunakuwa States according to a vision and nikiwaangalia mnakuwa kama Abrahamu. Quantos nossos comportadores nós temos aqui? how many co-porters do we Mulikuja hapa Amerika mkifuata maono 36. kama Musa. Tuko na wakopota wangapi hapa? 5 co-porters. E principalmente comportoras. Tuko na watu 35 hapa ambao ni wakopota. Women. Não dá nem para cada estado. We don't have Na one per state. tuko na Not even wanawake ambao ni makopota mahali hapa. You are crazy. Hata hawatoshi kuwa mmoja kwa kila Erguer os olhos But the eneo Lord is mahali asking hapa. us to lift our eyes Maeneo mahali e hapa. percorrer essa terra. and walk in the land. Lakini Bwana anatuambia tuangaze kwa macho Some states, na right? tutembee katika nchi. Da mission trip, To mission Tulipitia katika maeneo katika nchi hii nós percorremos alguns estados. and we have walked tukifanya maumishonari, Alguns contatos. tukipitisha vitabu na tumetembelea maeneo sehemu hizi. Quem vai fazer essa obra é o Senhor. He who does the work is the Lord. Tunafuata Então, neno. nós saímos com 318 homens, nós saímos com 318 Yule homens. anayefanya kazi ni Bwana. With 318 men, we will do it. O resto é com o Senhor. The rest is with the Lord. Na Bwana akisema tuende na watu 318 tunafanya, Remember of Joshua. na wengine ni ya Bwana. Não sei se vocês se Na lembram nakumbuka Yoshua If you remember this story, 23. 23, versículo 3. Joshua Sijui kama mnakumbuka Yoshua 23 mstari wa 3. 23. Joshua 23. Josué já estava velho, Yoshua e 23. ele chamou todo Israel, seus anciãos, né, e disse no versículo 3. Joshua was old already, and he called all the elders, and he told them in verse 3. E vós já tendes Yoshua alikuwa amezeeka na akaita wazee wote. And you have Na seen all tutasoma that the mstari wa Lord God has 3. done. a todas as nações por causa de vós. To all Nanyi mmeona mambo yote ambayo Bwana Mungu wenu amewatenda mataifa haya yote kwa ajili yenu. the Lord your God is he who has fought for you. O Senhor, Kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania The ninyi. Lord your God is he who has fought for you. versículo Kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania ninyi. expulsará de vossa presença e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Verse 5. And the Lord your God will expel them from before you and drive Mstari wa them out of 5. your sight. Yeye Bwana Mungu wenu atawatoa kwa nguvu mbele yenu, atawafukuza wasiwe mbele ya macho yenu tena, nanyi mtaimiliki nchi yao kama Bwana Mungu wenu alivyowaambia. Então eles têm que se preparar. So they had to prepare themselves. Como se preparar? Haya yalifanyika kabla ya kuteka nchi, kwa hivyo walijitayarisha kwanza. Unajitayarisha vipi? Utajitayarisha vipi? Rise and do a military training for all the people. É assim que Josué ordenou. Is that the way that Utainuka ujitayarishe katika njia za kijeshi. Olha o versículo Ndio 6. hivyo Look at verse 6. Yoshua aliwaambia. Esforçai-vos, pois, muito Tuangalie mstari wa 6. guardardes e cumprides tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Therefore be very courageous to keep and to do all that is written. Basi iweni mashujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa. You turn aside from it to the right hand or to the left. Irmãos, Na quem mwisho vai nos dar vitória na kuyatenda é a palavra do msiyaache kwa kugeukia upande wa kuume wala upande wa kushoto. Vamos esforçar-nos muito
Ndugu, ni neno ambalo litatupatia ushindi. Be very courageous to keep the words of the Lord. Não se apartem dela nem para Tukue wenye shujaa ili kufuata neno la Bwana. Não acrescente a tua opinião, não subtraia a promessa. Usikuje, msiache kwa kugeukia upande wa kuume wala upande wa kushoto. Nas palavras do Senhor e as executar. Usiongeze maono yako ama utoke kutoka kwa mwelekeo wa Bwana. Tufuate sauti ya Bwana na tufanye tunayoambiwa tufanye. Nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Unless you go among these nations, these who remain among you, you shall not. Mstari wa 7, msiingie kati ya mataifa haya, yaani haya yaliyobaki kati yenu, wala msitaje majina ya miungu yao, wala kuwaapisha watu kwa majina hayo, wala kuitumikia, wala kujiinamisha mbele yao. Tusitumikie dunia kama jinsi wanavyotumikia. Tuko katika dunia hii, lakini sisi si wa kutoka kwa hii dunia. Hatutumikii miungu ya hii dunia. Bali shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mnavyotenda hata hivi leo. Kwa hivyo tushikilie Bwana. Si kitu ambacho ni cha kawaida, ni kushikilia kwa nguvu. Maana Bwana amefukuza mbele yenu mataifa walio hodari kisha wenye nguvu, lakini kwenu ninyi hapana mtu aliyesimama mbele yenu hata leo. Tuangalie mstari wa 10. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000. Watu 318. Ilikuwa wanafukuza watu 1318. Watu 318 inaashiria kwamba walikuwa wanafukuza watu 1308, kwa sababu mtu mmoja anaashiria watu 1000, kwa sababu ni Mungu anatupigania. Na sisi tunafuata neno la Mungu. Therefore take careful heed to yourselves that you love the Lord your God. Oh Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Jihadharini nafsi zenu basi ili mpende Bwana Mungu wenu. That is why we're talking again about Psalms 110 verses 1 to 3. Essa história é exatamente a história. Ndio maana tunaongea sana kuhusu Zaburi 110 mstari wa 3. Hadithi hiyo ni sawa pamoja na ya Abrahamu na watu wake 318. Psalm 110 verse 1 starts with the promise of the Father for the Son to reign over the earth. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te. Zaburi 110 inaanza na ahadi ya Bwana ya mwana kutawala dunia. Hapa tunaona kwamba Bwana anamwambia akae katika mkono wa kulia. Mas o fez assentar nos lugares celestiais, à sua direita, no lugar mais alto deste universo. We saw that in Ephesians chapter 1, that with his might strength that the God not only made Christ to rise from the dead, but he placed him at the highest place above all the principalities and powers. Isso é uma etapa. Cristo hoje está sentado. Tunaona katika Waefeso kwamba Mungu alimuinua Yesu kutoka kwa ufu na bado akampatia mahali pa juu zaidi ya mavitu zote.
Na hapo ndio pahali Bwana Yesu amekalia katika mkono wa kuume wa Mungu. Na tunangoja nini ingine? Kwamba Mungu ataweka maadui zake chini ya miguu yake. Na wale ambao wanapinga ukuu wa Yesu Kristo, Mungu atafanya aje kwa sababu ya hao ambao wanapinga ukuu wake? Mstari wa 2 inasema, Bwana atainyoosha toka Zayuni fumbo ya nguvu zake. Kwa hivyo Bwana anatumia ushirika wa kanisa. Kanisa kazi yake ni kuleta maadui wote wa Yesu chini ya miguu yake. Na si kanisa lote kwa ujumla, bali lile ambao tunaliita Zayuni. Kanisa zote limekuwa likichafuliwa. Lakini Mungu anaangalia Zayuni ambayo itampigania. Na Bwana atainyoosha toka Zayuni fumbo ya nguvu zake. Na tunaona karne nyingi za kanisa likipita. Na tuko katika mwisho wa karne ya 20. Na tunaona kwamba Yesu alifariki katika mwaka wa 29 wa kalenda hii. Na tumebakisha miaka 4 ili tukamilishe miaka 2000 tangu kufa kwa Yesu. Kutoka kufa kwa Yesu Kristo mpaka mwaka wa 29 tutakuwa tumemaliza 2000. Lakini tunaona maadui wa Yesu Kristo bado hawajawekwa chini ya mamlaka ya Yesu. Na ndio maana Bwana anaita watendakazi wa mwisho. Hatuna nafasi ya kupoteza. Deus não chamou os que fizeram faculdade de teologia. Na Bwana aangalii masomo ama kufuata itikadi ama mila ili aweze kutimiza jukumu hilo. Haiti wale ambao wamesoma. Bwana amekuita wewe. Amekuita wewe ambaye unafurahishwa na kuja kwa Yesu Kristo. Wewe ambaye unapigania ufalme wa mbingu. Bwana anataka kutayarisha watu 318 ambao wamezaliwa katika nyumba yake. Watu wako watajitolea kwa hiari. Wakati wa asubuhi. Kuanzia asubuhi, kuanza kwa asubuhi inaashiria kuja kwa Yesu Kristo. Na kuanzia mwaka wa 21 Bwana alitupatia neno hili. Na tunaamini kwamba Bwana alituonyesha kwamba asubuhi imeanza kudhihirika. Wakati watu wa Mungu walijitolea kwa hiari. Wakati tunasema watu wa Mungu hapa, tunasema ni watu wa Mungu ambao wako katika Zayuni.
It is time to Levantou wake seu up. ânimo para lutar. Viongozi wengi katika kanisa, Energy to fight. wengi Mas Deus waliinuka, sabe que essa viongozi liderança wengi precisa waliinuka de reforço. na wakakuwa na nguvu hii ya kupigania ufalme. Reinforcement. Que reforço? Which reinforcement? Na Mungu anajua kwamba viongozi hawa wanahitaji msaada, 380 men born in nafaa his own house. kuimarishwa. O Senhor então chamou o quê? Kwa hivyo kuna watu 318 ambao wamezaliwa katika nyumba yake. Muito boa. Eu vou ler uma tradução, outra So versão. this translation of mine is not so good. I'm going to read another one. Aqui diz: o teu povo se apresentará Uh, kitabu hiki kyangu akijatafsiriwa vizuri, nitasoma utafsiri mwingine. Voluntarily on the day of the war, Agora nós declaramos guerra. Hapa inasema watu wako watajitoa kwa hiari katika siku ile ya vita. Kwa hivyo tunasema siku ya vita. Debaixo dos pés de Cristo. Kwa hivyo tutajitoa ili tupigane na vita kwa maadui wa Yesu Kristo, Voluntariamente no tempo mpaka da tuwaweke guerra, chini ya miguu ya Yesu Kristo. no esplendor ou na beleza da Kwa hivyo consagração. tunajipeana kwa hiari kwa wakati wa vita. Their consecration. Esses ornamentos aqui referem-se à beleza, Katika ornamento, né? A siku ya uwezo consagração wako a Deus kwa é uzuri uma wa beleza, utakatifu. é esplendor. Because the consecration, it is a beauty. Quando Deus olha para o coração de consagração do Kwa sababu utakaso kuna uzuri. Utakaso kuna uzuri. ele enxerga a beleza, ele enxerga o esplendor. Wakati Bwana anaangalia utakaso wa Zayuni, Então o que acontece? But what happens then? anaona uzuri, anaona Os utukufu. teus jovens Na nini serão inafanyika para ti baadaye? como gotas de orvalho no seio da aurora. Your young ones will be like drops of the dew in the dawn. Entendeu? No Tokeo seio tumbo da la aurora asubuhi começam a unao cair as umande gotas wa de ujana The wako. womb of the dawn, the drops of the dew will fall. Essas gotas de orvalho não podem ser fabricadas. Kutokea tumbo la asubuhi unao umande Homem artificialmente wa consegue ujana, fazer gota de orvalho acontecer. na umande wa ujana hauwezi tengenezwa. Dew to come into being. Isso quer dizer que só Deus pode fazer. That means that only Hakuna God mtu can anaweza tengeneza Do umande. nada começaram a cair as gotas do orvalho. Ni Mungu peke yake Os ambaye gotas do anaweza orvalho, o quê? tengeneza. Os jovens. So out of nowhere, the young ones started coming down as the drops of the dew. Depois de 2020, passaram a surgir em 2021. Bila kujua wapi walitokea, vijana wakaanza kuingia kama umande. 2021 and 22, many teenagers came up. Aqueles primeiros adolescentes que, como gotas, as Kuanza primeiras mwaka wa gotas do orvalho 2021 caíram tukaona vijana wengi já wakijitokeza. formaram exército, já estão lutando na frente da batalha. The first teenagers who came as the dew, they are now part of the army fighting in the battle. Porque 4 anos já se passaram. Because 4 years have already gone by. Vijana ambao walikuja kwanza sasa wamekuwa watu wa vita, Tem 17, 18 anos. wamejitolea katika vita. 13 and 14 years old now are 17 and 18 years old. Nós temos esses jovens Wale walikuwa miaka ya 13, 14, sasa hii wako miaka 17 na 18 sasa. na Coreia, no Japão, We na África. we have these young ones as the dew who are now fighting at the front of the battle in Korea, Japan, and Africa. Na Europa e aqui nos Estados Unidos. In Europe and also here. Na tunaona vijana hawa ambao ni umande sasa wanapigana vita huko Japan, Afrika, Korea, And the Lord Europe, hata hapa nyumbani. this army of holy youth. Geração após geração estão levantando esses Na jovens. Mungu anazidi kutuzidishia vijana hawa ambao ni watakatifu. Eles não têm Kizazi na kiazi And they tunaona have this legacy from vijana watakatifu wakiinuliwa.
pureza da busca pelo reino. na hawana mzigo ambao unakuja kutoka Sardis, kanisa la Sardis, kwa sababu wamekuja wakifuata, wakitafuta ufalme, wakitafuta utakatifu katika neno, wakipigania nyimbo za vita. Wanajazwa na maneno ambayo yametoka katika mambo hayo yote, na wamejaa upendo wa Mungu, na hawafuati dini kama jinsi watu wazee wanavyokuwa wamejazwa mambo ya kidini. Tunafurahia Bwana anainua jeshi ambalo limezaliwa katika nyumba yake. Na mnaamini kwamba Bwana atatumia ili jeshi kushinda? Na kutoka nyakati hizo Bwana amekuwa akiinua vijana ambao wanapenda Bwana kwa roho. Na kwa wepesi wao Bwana amewajaza uzima ambao ni wa uhai, na imepatiana uzima upya katika kanisa. Kama vile tunavyoona katika maandiko, bali na kanisa kujipeana kiahari, tunaona Bwana akiwa ameketi mbinguni, which is equivalent to the 318 men born in the house of Abraham. Todos eles são nascidos em casa. Bwana anazidi kuinua vijana 318 kama wale ambao walikuwa na Abrahamu, na hao wamezaliwa katika nyumba yake mwenyewe, ambao ni nyumba ya vijana ambao wanatayarishwa kwa vita. Oh Bwana Yesu, sina nafasi nyingine ya kuendeleza mada hii, lakini turudi katika hadithi yetu ya vita ya Kedorlaoma na ile vita ya Sodoma na Gomora. Kwa hivyo nitaendelea kuwaelezea kwamba tulisoma katika mstari wa 17 ambapo tuliachia pale mfalme wa Sodoma alikutana na Abrahamu katika bonde akijaribu kushukuru Abrahamu. Mimi naamini kwamba mstari wa 17 unaruka mpaka 21. Kuna mistari mitatu hapa ambayo nitaacha kwa wakati mwingine. Kwa hivyo nitatoka kutoka mstari wa 17 mpaka 21. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hawa watu na hizo mali uchukue wewe. Lakini Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Bwana ambaye Abrahamu alikuwa anamwamini alikuwa wa kila kitu. Kwa hivyo hakuwa anahitaji vitu za dunia, kwa sababu Bwana alikuwa ni mwenye kila kitu. Kwa hivyo tusikue na moyo ambayo unatamani vitu za hii dunia.
céus e da terra. Because our God is the Utajiri. possessor of heaven and earth. Por isso ele disse para o rei do Sodoma em versículo 23. Kwa sababu Mungu wetu ni mwenye mbingu na nchi. Juro que nada tomarei de tudo que Na ndio maana anaambia mfalme wa Sodomu katika mstari wa 23 hivi, nem fio, nem uma correia de sandália, ya kuwa sitatoa uzi wala gindamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, And that I will not take anything that is yours, lest you should say, I have made Abram. wala gindamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. os homens Ané, Escol e Manre que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Except only what the young men have eaten, and the portion of the man who went with me. Aner, Shkol, Hii and isipokuwa everything, hivyo their portion. walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yaani Aneri na Eskoli na Mamre, na watwae wao sehemu zao. Bilionário. Abraham refused the great opportunity to become, in our words, a billionaire. Irmãos, esse é o coração de Abraão. Saints, this is Abrahamu aliacha nafasi ambayo tungesema ni ya kuwa bilionea. Bens materiais. Hii ilikuwa ndio roho ya Abrahamu, material things. Porque ele cria no Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. hakujishikanisha na mambo ya dunia. High, the God most high who possessed heaven and earth. Ele só pediu para que os seus 318 homens Kwa sababu alikuwa na yule ambaye alikuwa anamiliki mbingu na nchi. During the battle. e os seus aliados, né? O que eles, se eles quiserem tomar Yeye aliitisha tu kile ambacho kilikuliwa wakati wa vita na watu wake. Allies, if they wanted to take anything, they could take it, but he didn't want to do Então, take anything. eu quero dizer para vocês, irmão Abraão, Na akasema marafiki wale alikuwa nao ama watu wale alikuwa nao kwamba kama wanataka kuchukua, yeye hana issue na wao, hana kitu chochote ambacho angechukua. Riches, possession. Hoje quem quer lutar pelo reino dos céus também deve ter o mesmo coração. Mimi naweza waambia kwamba Abrahamu hakuwa anatamani vitu za dunia hii. Apego às coisas materiais. We must be detached. Wale ambao wanataka kupigania ufalme lazima wakuwe na moyo kama huo. São muito especiais. Now, brothers and Tujiachanishe na vitu za dunia hii. verses with you because they are very special. Na sasa nataka kusoma mambo haya ama sehemu hizi mistari hii mitatu ambayo nilikuwa nimeruka ambayo ni muhimu. Melquisedeque, rei de Salém. Now, Na tunaona mtu ama Ele sehemu ambayo mtu anatokelekea sacerdote kutoka mahali hatujui ambaye ni Melkizedeki. bread and wine, and he was the priest of God Most High. abençoou Melquisedeque a Abraão. Na alileta Bendito seja Abraão alileta pelo Deus sehemu ya Altíssimo, chakula ambayo os ni céus e a terra. kuhani Blessed him wa and Mungu. said, Blessed Alileta mkate na divai, God Most High, possessor of heaven and earth. akabariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Nas tuas mãos. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Aqui está a prova de que Abraão não venceu. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Os seus inimigos nas suas mãos. This is the proof that Abraham would not have won the battle with the 318 men against the other armies if God had not delivered them into his hands. Então, irmãos, não confiamos nas nossas próprias forças. Na hii inadhihirisha kwamba Abrahamu angeshinda vita vile na watu 318 bila Mungu. Kwa hivyo hatuamini kupigana na nguvu zetu. Serve the God Most High, the possessor of heaven and earth. Nós cremos na sua palavra com simplicidade, com pureza. Tunaamini Mungu aliye mbingu, aliye wa mbingu na nchi, ambaye ndiye anatupigania. He's capable of everything. Nós não Tunaamini neno lake kwa wepesi wa moyo Agora wetu. vamos ver quem é esse Melquisedeque. Now let's Hatujiamini kwa nguvu zetu, hatuna nguvu sisi wenyewe. Capítulo 7 de Hebreus. chapter Wacha 7, tuangalie huyu Melkizedeki ni nani. verse 1. Porque Tuangalia Waibrania Melquisedeque, 7, rei de Salém, mstari wa kwanza. sacerdote do Altíssimo, For this Melchizedek,
king of Salem, priest of the Most High God. que saiu ao Kwa encontro maana de Abraão Melkizedeki quando huyo voltava da mfalme wa matança dos Salemu, reis e kuhani o wa abençoou. Mungu aliye juu, Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hawa wafalme, akambariki. To whom also Abraham gave a tenth part of all, first being Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. Scriptures themselves give us the interpretation of the name Melchizedek. Melquisedeque se interpreta rei de justiça. Kwa hivyo maandiko yenyewe inatuambia maana ya jina hilo la E Melkizedeki. é também o rei de Salém, que, ou Kwa hivyo seja, tafsiri ya jina hilo ni mfalme wa haki, King of Salem, meaning king of peace. que aqui tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Definition here: without father, without mother, without genealogy. que não teve princípio de dias, Na tunaona fim de existência, ufafanuzi zaidi kwamba hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo feito semelhante ao wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, eternamente. But made like the Son of God, remains a priest continually. bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Brothers and sisters, do not ask me who he is. Huyu Na anadumu verdade, para mim, kuhani milele. de Cristo. To me, Kwa hivyo reality wandugu, msiniulize huyu ni nani. Não tem início de dia, não tem fim de dias, he has no Mimi naona beginning kwa of days nor end of life. não tem hakika genealogia. ni He has no Kristo. genealogy. Qual homem que não tem genealogia? Hana mwanzo na hana mwisho wa maisha, Melquisedeque. hana uzao. Então, irmãos, Ni nani ambaye hana semelhante kizazi ao Filho de ama hana Deus, uzao? certo? E permanece, Hapa ni Melkizedeki. sacerdote eternamente. He is made like the Son of God and remains a priest continually. Então ele prefigura Cristo, Ame- aquele que é o eterno, Amefanywa kama mwana wa Mungu e apresenta na ni Cristo como nosso kuhani wa milele. sumo sacerdote perpétuo. So he prefigures Christ, the eternal one, and he presents Christ as the Kwa hivyo continually. High priest. The high priest. anajidhihirisha kama Nós lemos mfalme Salmos 10, ama 3. We read Psalm ama kuhani 110, wa milele. 3. Mas nós nunca Ana precisamos mwanzo na bado But we never paid attention. tulisoma Zaburi 100, não se arrependerá. tulisoma Verse Zaburi 110, lakini hatukusoma mstari wa 4. sworn and will not relent. Tusome mstari wa 4. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Bwana Melquisedeque. You all ameapa wala hata gairi, order of Melchizedek. ndiwe kuhani wala Não, deixa eu passar. We skip this verse. Então, irmãos, vamos lá. Então, versículo 4. Tutaruka mstari huu. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. So verse 4 shows us that he is the high priest of the order of Melchizedek. O livro de Hebreus, Mstari huu wa 4 tunaona kwamba ni kuhani sumo sacerdote. kwa njia ya mfano wa Melkizedeki. Shows us Christ, presents us Christ as the high priest. Primeiramente, ele apresenta Cristo como sumo sacerdote. Kwa hivyo Ainda katika Waebrania tunaona Yesu anaonyeshwa kama kuhani mkuu. First of all, it presents us Christ as the high priest according to Aaron. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebrews Kwa chapter hivyo 2, verse 7. inamdhihirisha kwamba Versículo 17 diz ni assim, ukuhani "Por isso mesmo convinha kwa que mfano todas as coisas se tornassem wa Aroni." semelhante aos irmãos para ser Tuende kwa Waebrania misericordioso e fiel 2:17. sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verse 17, therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a Mstari wa merciful and 17, high hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi that he himself za watu wake. tempted, he is able to aid those who are tempted. Então, Cristo é o sumo sacerdote
semelhante a Arão, na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweze kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Christ is the high priest similar to Aaron for the propitiation of our sins. É pelo seu sacerdócio que hoje nós temos acesso ao Deus Pai. Kwa hivyo Yesu ni kama kuhani, kama Aroni, ili atuondolee dhambi. Perdão dos pecados. We have received the forgiveness of sins. Ni kupitia ukuhani wake ambapo tunaweza fikia Bwana ama Mungu, na ni kupitia yeye ndio tumesamehewa dhambi. Tuende katika Tanto Waebrania 6:18. para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é Waebrania impossível 6:18. Deus minta, That by two immutable things in which is impossible for God to lie. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale temos por âncora a alma yawekwayo mbele yetu. firme e que penetra além do véu. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, Tulio nayo which kama makes nanga the ya roho, presence of yenye God salama, available. yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, para sempre mediante a ordem de Melquisedeque. Where the forerunner has entered for us, even Jesus, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e aqui nós vimos que ele está ministrando esse ofício dele do céu. From chapter 6 of Hebrews, moving forward, it shows us that Christ Kutoka has become the sura ya high priest 6 according to the order inatuonyesha of kuendelea, Melchizedek. inaonyesha kwamba Yesu Ele já está amefanyika além do véu, kuhani mkuu katika mfano wa Melkizedeki, hoje está ili aweze no céu. kutumika He is kutoka behind mbinguni. the veil in the Holy of Holies in heaven. Então esse sacerdócio, sumo sacerdócio, Kwa hivyo ako nyuma ya pazia katika pahali patakatifu pa patakatifu uko mbinguni. Is exercised from heaven. Eu vou voltar para o versículo 18. Kwa hivyo ukuhani huu We're going to go back to verse 18 to see unafanya kazi kutoka mbinguni. Irmãos, vamos ter forte Nitarudi katika mstari wa 18 ndio nione kama mmeshika mambo nimesema. Nós podemos Ndugu, correr para lazima tuwe na kitu cha kutufariji. to the refuge. esse refúgio. Irmãos, é porto seguro. And this Tunaweza enda kwa is a pahali ambapo Esse porto seguro é para quem pahali pa nós podemos kutuokoa. lançar Tuko na pahali ambapo âncora da tuko nossa alma. and we na can send the anchor of our soul. pahali pa kututunza sisi, Nós vivemos nesse mundo. We live in this world. Não na somos tunaweza weka We are not from this world. esse tulio mundo nayo não na está kama nanga ya The roho. world does not give us Sisi tuko stability. katika hii dunia, lakini sisi si watu wa hii Over dunia. the waters of this world. Dunia hii haitupatii Esse barco sobre uhakika. as águas do mundo e não tem Tuko âncora. katika maji ya hii dunia. Boat over the waters of the world without an anchor. Você está à deriva. You are going Na unapokuwa katika maji haya ukiwa Alma é como barco em deriva. bila nanga, maji haya bila nanga, utaenda bila kuwa na mwelekeo. E hoje, Maisha nós yako temos um sumo sacerdote ama lá no céu. nafsi yako Today ni we have kama a high priest in heaven. Aqui kuwa na katika terra, nós não mashua temos nenhum lugar seguro ikiwa juu ya pra maji. gente lançar âncora. Lakini sasa This world tuko we na do not kuhani have aliye safe mbinguni. haven to send our anchor. Mas Cristo realizou a redenção, ele está lá no céu. Na entrou katika além dunia do hii véu hatuna dos mahali pa santos kuweka nanga. But Christ Katika has dunia accomplished hii. redemption. He is in heaven, in the heavenly holy of holies. Lá é o único lugar seguro. That is the only Na safe Bwana place. aliweza kutukomboa, ako huko mbinguni katika pahali patakatifu, patakatifu ambapo ni pahali ambapo tunaweza weka tumaini letu, na hapo ndio tunafaa kuweka nanga yetu. Emotions are unstable. Eu preciso Nafsi de yangu refúgio. inakuanga haina msimamo,
Eu preciso na de lugar seguro e hisia firme. zangu hazikuange na msimamo. Nahitaji pahali palipo salama My soul cannot be drifted. na Mas tafadhali graças a pahali Deus, nós temos palipo sumo salama. sacerdote que está lá no Nafsi céu. yangu haifai kuwa inazunguka zunguka ama inatapatapa, Vamos jogar âncora lá, ó. lakini tufurahie kwamba tuko na kuhani aliye mbinguni. Não estamos aqui à Tutume deriva. nanga yetu mahali Não somos pale, aqueles que não têm na direção. hapo tutakuwa salama, No direction. Não temos na direção. tutembei kama kwa Sabe pra hatujui onde kule vamos? tunapoenda. Going to. Tusikai kama watu ambao hatujui ni wapi tunapoenda. Hatuna mwelekeo, This is what tunajua kule tunapoenda. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 7. chapter 7 verse Na 7. hapo ndio Evidentemente, kazi embora ya qualquer dúvida que kuhani o mkuu inferior é anavyofanya abençoado pelo kazi. superior. Now beyond all Katika contradiction, the last verse Waebrania of the Bible 7:7 Então Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. So wala Abraham gave the tithe haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa, and Melchizedek blessed kwamba É o superior quem Abrahamu abençoa o superior. alipeana sehemu ya kumi the better kwa Então, Melkizedek. Arão, Kwa hivyo Levi, aliye mdogo anabarikiwa na aliye mkuu. para Melquisedeque. So until Aaron and Levi, he offered the tithe. Abraham offered the tithe to Melchizedek. Não sei se vocês entenderam. I'm not sure if you, Os if you understand levitas, that. pela lei de Deus, Tena recebem o dízimo do povo. kwamba Lawi alipea Of God, they received sehemu ya 10 kwa Melkizedek. Mas Levi pagou Walawi dízimo walikuwa para wanafaa Melquisedeque kupokea por meio de Abraão. kundi la 10 kutoka kwa watu. gave the tithe to Melchizedek through Abraham. Aqui, ó. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os Lakini quais tunaona recebem Levi dízimos, akipeana porém ali, sehemu ya aquele de 10 quem se testifica kwa que Melkizedek kupitia Abrahamu. Here mortal man received tithes, but there he received Mstari wa 8, na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10, também Levi que recebe bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai. de Abraão. even Levi who received tithes, paid tithes through Abraham. So to Tena yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Going back now to verse 4. Now consider how great this man was, to whom even the Tukirudi katika mstari wa 4 inasema, basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. De acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, os seus amigos, embora tenham esses descendido de Abraão. And indeed, those who are the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithe from the Na katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Abrahamu. De Abraão, e abençoou os que tinha as promessas. But he whose genealogy is not derived from them received tithes Bali from yeye Abraham, ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akimbariki yeye aliye na ile ahadi. Kwa hivyo tunaona Melkizedeki Gênesis 14, né? ni bora. Versículo 20. And to conclude this meeting, let's go to Genesis 14, verse 20. Na tukimaliza mkutano huu tuende katika Waebrania 14, Mwanzo 14:20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. 14:20. And blessed be God Most High, who has delivered Aidimiwe into your hand. Mungu aliye juu sana, Como você aliyewatia acha que adui Abraão zako venceu mikononi os mwako. 4 reis com 308 homens? How do you think Abraham overcame the 4 kings with 318 men? Evidentemente, Deus, o Altíssimo,
Mnafikiria Abrahamu alishinda vipi na watu au wafalme wanne kwa watu 318? Houve intermediário aqui. Kwa kweli ni Mungu mwenyewe ambaye alileta wafalme hao kwa mikono yake. Melquisedeque apareceu de repente para mostrar que Melquisedeque fez trabalho aqui. Melchizedek appeared here out of nowhere to show that he did something. Que trabalho Melquisedeque fez para Abraão? Hapa tunaona Melkizedeki anatokea ili kutuonyesha kwamba kuna kitu alifanya mahali pale. Na ni kazi gani Melkizedeki alifanya mahali pale? Hoje nós temos alguém intercedendo por nós. Melkizedeki alimtetea Abrahamu. Sisi tuko na mwingine ambaye anatutetea. Yesu ambaye ni kuhani katika mfano wa Melkizedeki ako mbele ya pazia. Na akiwa uko mbinguni anatupigania sisi ama anatutetea sisi kama kanisa. Na tunapokuwa katika barabara tukifanya kopoti, jua kwamba Bwana anakutetea ama anakuombea. Na unapokuwa katika vyombo vya TCS ama ukiwa katika nyumba ya vijana ama ukihubiri Injili ama ukitunza watu ama ukiwa katika kazi ya umishonari, jua kwamba Bwana kama kuhani mkuu anazidi kukutetea wewe. Ushindi wetu inakuja kwa sababu ya kupiganiwa huku kwa Bwana, ambayo inaleta mkono wa Bwana, ambayo inatufanya sisi tuwe katika sehemu ambayo ni salama. Wakati tunapigania ufalme, nafsi yetu iko salama. Natuma nanga katika mahali ambapo ni salama. Mimi niko imara kabisa. Kuna mtu ambaye ananipigania mimi. Na anapopigania ufalme. Mubarikiwe nyinyi nyote. Amen.